utaendelea kuishi hapa kijijini na kuendelea kuwahudumia wanakijiji kama kawaida, lakini ukae mbali sana na Hidaya. Na kuuliza ili iweje? Unafikiri naweza kurudi tena kwako? Never. Mama. Wewe mchumba tu mwanangu, usumbui. Nakwambia yani. Ukujua rafiki. Ugwe. Pia nakupenda sana mwenzio. Ni chaguo rahisi. Fanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au kukimbia. Kwa sababu muda hujaa. Ni rahisi kusahau. Kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Baba vipi? Sasa mimi natoka, naenda mkutanoni hapo mara moja, kwa tutaonana baadaye. Champion. Hebu subiri. Sorry. Champion. Mbona maisha yako yanachukulia simple namna hiyo mwanangu? Mimi sitaki bwana uende huko. Kweli nakwambia. Yataka ujue hiki kijiji chote kimo kwenye kiganja changu. Hakuna kinachofanyika humu nisichokijua. Kwanza wewe huna thamani yoyote kwangu, huna faida, huna msaada wowote wakati mgumu ninapokuhitaji. Hivi wewe unafikiri nitakaa nisikize mawazo yako duni? Wewe nakuona kama mbegu mbovu, na ni kama nilipoteza nguvu zangu bure kukuleta humu duniani. Pumbavu wewe. Kweli kabisa. Champion, sio kama mimi siyapendi maisha yangu. Nayapenda sana, na nafikiri ndio njia pekee ya kuweza kuyalinda maisha yangu na maisha ya watoto ambao nawapenda. Hasa Hidaya. Champion. Hivi unataka nini kitokee ili madi uamini kwamba Hidaya wewe sio fungu lako? Brother, unaniumiza sana moyo wangu. Yaani kama unathamini wewe maisha yako, bro, kuna watu wanathamini maisha yako, ikiwemo familia yako, na mimi pia nikiwemo bro. Sasa wewe unavyozani kakaangu, brother wangu, championi wangu, unavyokwenda huko kwenda kupoteza maisha, hali ya kuwa bado kijana mwenye umri mdogo kiasi hicho, taifa bado linakutegemea Bunji. Mimi nakuelewa sana champion. Na naelewa sasa wako ni nini, lakini sikufichi. Kama leo hii nisipoenda kwenye hicho kikao, basi jua Hidaya atauawa. Na kwa sasa
maisha yangu bila Hidaya hayana maana yoyote ile champion. Bro. Sawa, ila kuwa makini. Kuwa makini champion. Siwezi kuangusha kwenye hili champion. Kuwa makini. Siogopa. Sheria. Nakubali. Nilienda Mbeya kujua plani ya Mke Mwanya, na safari hii nataka kumdhoofisha kabisa, na nafasi pekee nilionayo ni hii zabuni ya hoteli mpya ya Chief Omari. Mkuu, japokuwa tukupata mazao yote, lakini Mke Mwanya ni dhaifu, hawezi kutushinda. Sijui kwa nini ulienda huko Kwa sababu kwenye himaya yake kuna watu wako, ungeweza kuwatumia hawa wakakupa taarifa. Nilitaka kufuatilia mwenyewe taarifa za familia yangu na kuweka vikwazo ili Bunji asipate chochote. Ina maana Bunji ulimuona? Ni wazi wamejificha sana, lakini hata ningemuona basi nitatunza ahadi yangu. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Usiku na mchana, tunahitaji uhuru. Ndugu zangu, tusikilizane basi. Tutulie ili tuweze kujua nini kimetuleta mahali hapa. Ndugu zangu, nyote mnajua kwa nini tuko hapa. Mengi yamezungumzwa kuhusu kashfa inayomwandama kipenzi changu, mke wangu Hidaya, pamoja na daktari wetu ambaye pia ni baraka kwetu, Bwana Bunji. Najua wengi mnajiuliza kwa nini nimesimama mbele yenu kulizungumzia hili. Nitawapa sababu. Ni kwa sababu mimi ndio chanzo cha haya yote. Sababu kuu ni hamu kubwa nilionayo ya kuwapa maisha mazuri. Walimwengu wanakuambia jicho hulipwa na jicho. Well, tonight I tell you otherwise, my friend. A son for a son. Wengi wanajua nguvu ya mbwa mwitu ni mpaka mwezi uandame. Hapo ndio huonyesha nguvu zake zilipo. Na si maisha mazuri tu, bali na maendeleo hapa kijijini kwetu. Hidaya, ndugu zangu wana kijiji, tusikilizane kidogo.
Daktari Bunji ni msomi, amekulia mjini, pia anajuana na watu wengi sana huko mjini. Ametoka kwenye familia ya kitajiri sana, na sisi Wanakawetere tumejaliwa ardhi kubwa yenye rutuba. Siku moja tukaongea na Daktari Bunji kuhusu uwekezaji katika kijiji chetu. Kwa kuwa yeye ana watu wengi sana huko mjini, akaongea na wawekezaji, lakini walitaka kuona kijiji chetu kiko vipi. Kwa kuwa huu mradi ni wa familia yetu, tukamteua bi mdogo wangu Hidaya amtembeze Daktari Bunji kijiji chote na kupiga picha ili awatumie wawekezaji. Hawa ni vijana, tena ni wasomi. Katika kazi yao walijenga urafiki mzuri mno ambao unaleta maslahi katika kijiji chetu. Kwa hivyo walifurahi na kupiga picha. Sasa ndugu zangu, kuna tatizo watu ambao ni marafiki kupiga picha pamoja? Hatuna ubaya na wewe Dr. Bunji. Nadhani nisiongee sana. Niwakaribishe mdogo wangu Hidaya na Daktari Bunji na wao waweze kuongea machache. Karibu. Ndugu zangu, mimi sehemu kubwa ya maisha yangu nimejifunza kusema ukweli. Mbali na kuwa mkweli, pia nimejifunza kuwa muungwana. Kwa hiyo hata siku ya leo nitasema ukweli. Kutoka kabisa chini ya uvungu wa moyo wangu, leo hii nakiri mbele yenu ya kwamba mimi Bunji Mbeu nampenda sana Hidaya. Nampenda sana huyu mwanamke. Ndugu zangu, mimi sina mengi sana ya kuweza kuzungumza kwa sasa, kwa sababu mzee wetu Mwakemwake pamoja na mama yetu Bi Nkasi wamezungumza mengi, na mimi nipo hapa mbeleni kwa ajili ya kuthibitisha kwamba yale yote waliweza kuyaongea yana ukweli ndani yake. Ni kweli kuna wafadhili ambao wanakuja kwa ajili ya kuweza kukisaidia kijiji chetu, na mimi pamoja na Hidaya tulikuwa tu kwa ajili ya kuweza kuonyesha mazingira. Unajua mazingira ya kijiji chetu cha Kawetere ni mazuri sana. Kwa wawekezaji ambao wanatakuja kuja kuwekeza, walikuwa wanataka kuweza kupata baadhi ya picha kwa ajili ya mradi ambao wanakuja kuufanya. Kwa mimi ninachoomba ni sisi wanakijiji, kama ambavyo tuna amani toka mwanzo, basi amani yetu tuiendeleze. Unajua amani ndo maendeleo ya kijiji, na amani ndo maendeleo ya sehemu yoyote ile duniani. Kwa tuendeleze amani, tuendelee kupambana, tuendelee kumsikiliza mzee wetu na kumuunga mkono kwa chochote kile ambacho atakisema. Asanteni sana.
kufa Bunji, Bunji, amesha makafu Bunji, Bunji, bolo likuja Bunji. Bella, kumbe ni Muislamu. Unataka nini kwani? Bella, umependeza sana, haki ya Mungu. Umependeza sana. Mimi nadhani dini sio kikwazo cha mimi kukuoa Bella. Kwa heri. Bella. Huu ndio muda wa kumwamsha mbwa mwitu aliolala. Mbwa mwitu asiosubiria mpaka mwezi uandame. Ni lazima tuwakumbushe. Kwa nini unaitwa Jigwa? Vipi? Uenda kwenye mkutano? Hivyo hauoni kama nimetoka kuswali? Basi mamangu, basi. Yaisha. Yaisha. Karibu mtetezi, wewe ni muhimu sana kama maji. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Halo Mari.
Kwani unafanya hivi? Kusema kweli baba, maisha yangu yote niloishi na wewe, hujawahi kujali wala kuuliza kuhusu ndoto zangu. Nafikiri ndio maana matendo yangu yanakuumiza sana. Ila usijali, mimi mwanao kwa sasa na maisha mengine kabisa. Mbali na yote, nina matakwa yangu juu ya maisha ninayotaka kuishi. Vipi kuhusu mimi babako? Je, familia inafahamu hili? Wewe ndio ndoto yangu iliyokamilika kuwa kweli. Na kusudia la ndoto yangu ni wewe kufuata nyayo zangu, kuwa daktari, kuwa mrithi wangu, ukamiliki. Mimi sitaki hiyo ndoto baba. Kwa kila siku hatuelewani. Alafu Jobu si yuko baba, na ni mwanao pia. Mimi nafikiri hizo ndoto zako zote ungewekeza kwake kuliko kunilazimisha mimi kuishi kwenye ndoto ambazo sijioni. Sijioni kabisa. Mwanangu, kaka yako yupo, lakini moyo wangu unataka wewe uwe 1% kubwa ya mali zangu. Sawa? Hiyo ndio kazi pekee unaweza kuifanya Nditi. Kukaa tu hapa kama mjinga unawaza mapenzi. Mzigo huu hapo unatakiwa kwenda Mbeya mjini kesho. Mwanjelo anausubiri kule. Na unapaswa kuipeleka wewe mwenyewe. Usinieleze kwamba unamlilia Swebe kama vile amekufa. Ugwe